Mvutano wa Mashariki ya kati ya Israel, Marekani dhidi ya Iran umeingia katika siku ya 32 hii leo, huku athari zake zikionekana mbali zaidi na eneo la mapigano. Katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine ya bara la Afrika, waendesha pikipiki, mamalishe pamoja na madereva teksi, hata wananchi wa kawaida wanakutana na adui mpya: kupanda kwa gharama za maisha. Yote inatokana na ongezeko kubwa la gharama ya nishati muhimu ya mafuta ya petroli na dizeli. Nchini Tanzania, mapema mwezi Machi, bei ya mafuta ilipanda. Kwa mujibu wa EWURA, mafuta yalifikia shilingi 2864 kwa lita moja katika jiji la Dar es Salaam kutoka 2788 iliyokuwa mwezi Februari, huku wataalamu wakionya kuwa huenda bei hii ya mafuta ikaongezeka katika kipindi cha mwezi Aprili. Serikali mbalimbali barani Afrika ikiwemo nchini Tanzania tayari zimeanza kuchukua tahadhari za mapema na za muda mrefu, lakini uhalisia katika mitaa mbalimbali ndani ya bara la Afrika tayari zimeanza kuzungumza hadithi tofauti. Kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda. Ipi sababu kuu ya haya yote? Ni hali tete ya usafirishaji wa mafuta, hususan katika mlango bahari wa Hormuz, eneo ambalo linakadiriwa kubeba au kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta yanayotumika ulimwenguni kote. Wafanyabiashara, hasa mamalishe na wajasiriamali wadogo, wanapata mshtuko huu moja kwa moja, hasa kutokana na kuongezeka kwa gharama za bidhaa muhimu kama vile mafuta ya kupikia. Hali hii inayotokana na kuongezeka kwa gharama ya nishati muhimu ya mafuta ya petroli na dizeli. Mafuta ya kula tulikuwa tunanunua 3900 mpaka 4000, lakini leo tunanunua shilingi 5000, ambapo katika faida yako labda ile shilingi 1100 unatakiwa uweke ndani, lakini inabidi ujazie kwenye mtaji wako ili uweze kupata vitu vilivyokamilika. Kwa sababu kwa mfano bodaboda, usiku ninapotoka kazini, bodaboda ni shilingi 1000 mpaka nyumbani kwangu, lakini leo usiku utaambiwa shilingi 2000 mpaka Kibangu. Kwa lazima nipate hasara ile shilingi 2000 ambayo natakiwa ikae ndani, lakini leo naenda kuipeleka wapi? Kwenye matumizi ya kila siku. Wakipandisha mafuta kama sasa hivi imetoka 4000 hadi 5500, na si kwenye kuku unatoa nusu 3500 hadi 1000. Nafanya biashara ya mafuta ila tangia anze kupanda imeniasili kikubwa. Sasa mwanzo tulikuwa tunanunua 85, sasa hivi tunanunua mpaka 95, 94. Kwa unakuta mteja anakuja na bei ile aliyozoea mwanzo. Unakuta unapata kazi kubwa kumwelekeza, anakuja anachukua mafuta pungufu, nyingine anakuambia anakuletea, unakuta ndo mteja wako anaondoka moja kwa moja. Bodaboda, moja ya usafiri muhimu ambao unaotegemewa na watu wengi hapa katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, hivi sasa ongezeko la bei za mafuta tayari imeanza kuvunja mizania ya kipato na matumizi. Hali ilikuwa ngumu, sio kama kawaida mwezi wa pili, sababu kutokana na hali ya kazi jinsi ilivyo, mafuta yanaenda kibao sana, alafu kienda shele unakuta benda imepanda kama hivyo, unakuta hata abiria yenyewe jinsi ya kuyabeba hapa, unakuta unampeleka abiria sehemu ya hela, lakini unakuta matumizi sana, unatumia mafuta mengi sana kwa ajili ya yale mafuta jinsi yalivyopanda. Hali hii si Tanzania pekee, bali inagusa sehemu kubwa ya bara la Afrika. Huko Pretoria nchini Afrika Kusini, madereva wa teksi hivi sasa wanasema kuwa wanafikiria kuongeza nauli. If the petrol increases, kama bei ya petroli itaongezeka, italazimika nasi kuongeza nauli. Tukifanya hivyo, wateja wetu watachagua njia nyingine za usafiri kama vile usafiri wa mtandaoni. Wengine wataamua kutumia treni kwa sababu njia hizo zinaonekana kuwa nafuu zaidi. Hivyo basi, kwa upande wetu, hali itakuwa mbaya sana. Kwa ujumla, hali hii inafichua ukweli mmoja mkubwa kwamba Afrika bado inategemea sana nishati kutoka nje. Pia inaacha swali muhimu kwa bara la Afrika. Je, ni wakati sahihi wa kuwekeza katika nishati mbadala au kuweza kujizatiti katika kutengeneza mifumo mizuri ya hifadhi ya muda mrefu ya mafuta? Nyamguma Mahmud, Dost Media.